Unadhani na maana gani kwa rais wa Marekani Donald Trump, rais wa taifa superpower ulimwenguni, kuweza kuweka hadharani mbele ya kadamnasi kile ambacho aliweza kutumiwa kama ujumbe kutoka kwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron? Katika ujumbe huo, kulingana na kile ambacho rais wa Marekani ameposti katika mtandao wake wa kijamii, ya kwamba rais wa Ufaransa amemtumia ujumbe huo. Katika ujumbe huo anagusia Syria, Irani, ukikumbuka kwamba Syria ni taifa ambalo kwa muda mrefu lilikuwa katika vita, na vita ambavyo vimemalizika katika hali ambayo watu wengi hawaelewi ni kitu gani ambacho kilikuwa kikiendelea hadi kufikia rais wa Syria kuweza kupewa hifadhi nchini Urusi. Katika ujumbe huu wa rais wa Ufaransa kwa rais wa Marekani Donald Trump, anamfahamisha rais wa Marekani kuhusu Syria, ni kitu gani ambacho waliafikiana kuhusu Syria, na vilevile akimwahidi kuhusu kile ambacho kinaweza kutokea, aidha kinaweza kupanga kutokea nchini Irani, na jambo gani ambalo washirika ikiwa ni pamoja na Ufaransa na Marekani wanaweza kuafikiana kuhusu Irani. Ni wazi ya kwamba kulingana na wadadisi wa masuala ya kimkakati, hali ambayo inayoshuhudiwa ni mataifa superpower kuweza kuafikiana, kuweza kugawana madaraka katika maeneo tofauti ulimwenguni, kwa kuanzia katika mataifa yale ambayo yanaonekana moja kwa moja ndio mataifa yenye kiburi, ikiwa ni pamoja na Irani ambayo imeweza kutunishana misuli kwa muda mrefu pamoja na Marekani, ukizingatia tangu mapinduzi ya mwaka 1979. Jambo la kushangaza, kwa nini rais wa Marekani aweze kuweka wazi, aweze kuweka bayana ujumbe huu kutoka kwa rais wa Marekani, ujumbe ambao utapelekea masuala kemkem katika majukwaa ya kimataifa kuhusu malengo ya rais wa Ufaransa kwa rais wa Marekani, na hali ambayo inayoendelea nchini Ukraine inaonyesha ya kwamba kile ambacho Urusi inafanya nchini Ukraine ni jambo ambalo bila shaka Marekani na Urusi umeweza kuafikiana kutokana na makubaliano ya kuweza kuweka kila mmoja kulingana na nguvu zake ushawishi katika taifa moja au nyingine pindi ambapo atakapoona kuwa katika taifa hilo kuna maslahi yake. Hivyo basi ni wajibu kwa mataifa haya kuweza kila mmoja kuweza kuafikiana ni nani ambaye anatakiwa kuwa na ushawishi katika eneo moja au jingine. Na vile mzozo wa Greenland ambao unaendelea inaweza kuwa chanzo cha mvutano wa kidiplomasia usiokuwa wa kawaida kati ya washirika hawa wa magharibi, kama haitokuwa ya kwamba ni kiini macho tu ili ulimwengu usiweze kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa viongozi hawa, aidha mataifa haya ambayo yanashirikiana yakiwa na malengo kwa ajili ya maslahi ya mataifa yao. Mvutano huu kati ya rais wa Marekani na rais wa Ufaransa, unadhani ya kwamba ni mvutano wa kweli, aidha ni kiini macho tu kwa ulimwengu?